haleluya. Leo tuna kichwa kinachosema umuhimu wa maombi ya agano la uhai ili kuishi maisha marefu katika mpango wa Mungu. Fahamu umuhimu wa maombi ya agano la uhai ili kuishi maisha marefu katika mpango wa Mungu. Fahamu umuhimu wa maombi ya agano la uhai. Kichwa kinasema fahamu umuhimu ya maombi. Bwana asifiwe. Ya agano la uhai ili kuishi maisha marefu katika mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojifunza somo hili la kufahamu umuhimu wa maombi ya agano la uhai ili kuishi maisha marefu katika mpango wa Mungu, maisha marefu si kitu cha bahati kibiblia, wala si jambo ambalo watu wanapewa kwa namna walivyoumbwa. Bali Mungu aliweka kila moja aishi maisha hayo ili kutimiza makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mujibu wa Biblia, maisha marefu ni sehemu ya agano kati ya Mungu na mwanadamu. Tunapojifunza somo hili, wewe uliyepo hapa na unayenifuatilia online, kumbuka jambo hili. Kifo cha mapema si mapenzi ya Mungu. Kufa kabla ya wakati si mapenzi ya Mungu. Ni kweli tumeshuhudia watu wanakufa mapema wakihitajika, lakini tunapaswa kujua mara nyingi kufa mapema si mpango na mapenzi ya Mungu. Na hii nitaizungumza kibiblia leo, kithiolojia kabisa kwa maandiko, ili angalau tupate nafasi ya kuomba. Mara nyingi kunapotokea vifo vya mapema kabla ya wakati, ni lazima tufahamu ni matokeo ya mambo mbalimbali yanayomzunguka mwanadamu. Tunaweza kufa mapema, moja, kwa sababu ya kukosa maarifa. Biblia inazungumza kwenye kitabu kile cha Hosea mlango wa 4 mstari wa 6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kule chini anaeleza kwa sababu wamekataa mimi nisiwe Mungu kwao, kwa hiyo wataangamia.
Ninaomba watu wote wakati huu wananisikiliza neno la Bwana wasiendelee na jambo lingine lolote, wazee wa kanisa. Mambo mengine tutayafanya mwishoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine kufa mapema ni matokeo ya kuvunja agano. Mara nyingine kufa mapema au vifo vya mapema ni mashambulizi ya adui. Mara nyingine vifo vya mapema vinatokana na kanisa kuto kutumia mamlaka yake ya kimaombi. Tumekuwa na juhudi katika Mungu sawasawa na Warumi 10:2, lakini si katika maarifa, na ndio maana tunaona watu wanaangamia, watu wanakufa kabla ya wakati. Mtu mmoja siku moja nilimsikia akihubiri akasema, watu hawataki kufa kabla ya wakati. Mbona Yesu alikufa na miaka 33? Basi kama Yesu alikufa na miaka 33 na unataka kufa na miaka 33, ungeenda pia na wewe ukabatizwa ubatizo wa Yesu. Ungeenda na wewe ukafe msalabani kama Yesu, kwa sababu unataka kufa na miaka 33. Yale mahubiri niliyapuuza kwa sababu ndani yake ninajua Mungu wetu, kauli yake ya mwanadamu anapaswa kufa mwenyewe aliisema na akusaidiwa na mtu. Kauli ya Mungu ya mwanadamu ataishi urefu wa miaka mingapi inapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Tusome Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Na mimi nitafundisha kidogo hapa. Naomba nifundishe kidogo. Leo nataka tuombe. Tumeomba kwenye ibada ya kwanza na ibada hii ya pili. Tunapoenda mbele kuna mauti imezunguka watu, inaandaa midomo. Mwaka uliopita iliachiliwa ikapiga wanawake. Wengine wameanza kutoka, lakini wengine wamekufa. Hawakufa kwa sababu walitimiza umri, japo sisi watumishi wa Bwana tunaweza kusema Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwa kweli wengine hawajataliwa na Bwana. Ndio maana ukisoma kwenye Injili utakuta kuna maeneo Yesu alifika, watu ambao walikufa kabla Yesu alipoona wale watu wanahuzunika, wanateseka juu ya wale watu waliokufa, Yesu aliwafufua. Bwana asifiwe. Kwa nini aliwafufua? Aliwafufua kwa sababu alijua hawa wameondoka, sio wakati wao. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome mstari wa 1 mpaka wa 3. Mwanzo 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kauli ya Mungu inasemaje? Na hapa ni baada ya wanadamu kukosea. Wanadamu walipokuwa wameongezeka, Biblia inasema wakaanza kuingiliana na majitu, wakaanza kuzaa viumbe ambavyo Mungu hakuwa anavitegemea. Ndipo Mungu akasema kauli yake ya kwamba mwanadamu ataishi miaka mingapi. Tusome mstari wa 1 hadi wa 3. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Sasa angalia mstari wa 2. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Sasa angalia historia ile ambayo inakuja ya mwanadamu wa kwanza alikuwa mnyama, inatokea hapa. Lakini kumbuka sisi tuliumbwa na Mungu na hatukutakiwa kufa. Angalia inakuja sasa hapo mstari wa 3 anasemaje? Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Siku zake zitakuwa 120.
Mwangalie meza kumwambie 120. Sasa ukisoma Biblia yako, hii ni kwa wenye dhambi na kuna na wasio na nini na dhambi. Sijui kama unanielewa. Unanisikia? Bwana asifiwe. Mungu anasema sitashindana tena na mwanadamu, maana siku za mwanadamu za kuishi zitakuwa siku za miaka 120. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema hapo, anaelekeza kwenye kitabu cha Isaya, umri wa mtoto kufa. Soma Isaya 65, ona umri wa mtoto kufa. Isaya 65 mstari wa 20. Isaya 65 mstari wa 20. Tumepata Isaya 65 na mstari wa 20. Kama tumepata, tusome sote katika jina la Bwana. 1, 2, 3. Hata kuwapo, tusome kwa sauti. Hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Kuna mtu anaona mstari? Okay. Mtenda dhambi hatakufa, bali ataishi kwenye laana mpaka hiyo miaka. Mtoto atakufa akiwa na miaka 100. Muulize mwenzako, mwambie tunazika watoto wa miaka mingapi sasa? Kwenye familia tunazika watu wa umri gani? Kwenye jamii saa hii vifo vinavyotokea ni vya watu wa umri gani? Biblia inakataa. Kauli ya Mungu inasema 120, mtoto 100. Okay. Unafahamu kwamba miaka 70 na miaka 80 ni miaka ya Ibrahim, ya Daudi, kutoka kwenye Zaburi. Baada ya Daudi kukosea, anasema miaka 70 ambayo tunakoti wote tunachukua ile kwa sababu ya dhambi ya Daudi. Lakini miaka aliyotamka Mungu sio 70 wala sio 80. Bwana asifiwe. Na ukisoma Biblia yako kuanzia Ibrahim, Isaka, Yakobo, wote waliishi 100 kwenda juu. Ibrahim aliishi 120. Bwana asifiwe. Ile ahadi Isaka aliishi, Yakobo aliishi. Ukiacha wakati Adamu anakufa na 930, alikufa tangu siku ya kwanza kwa sababu ya dhambi, maana yake kiroho. Lakini alipaswa kuendelea kuishi, hakupaswa kuzikwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa napozungumza juu ya agano, maombi ya agano la uhai, nataka ufahamu kwamba Mungu hafurahi kifo cha mtu mapema. Hii lazima tukubali. Kubali, kataa. Mungu hakusema tufe mapema. Mpango wa Mungu tangu mwanzo ulikuwa tuishi milele. Bwana asifiwe. Alipokasirishwa akasema 120. Nilikuwa niliwahubiria watu asubuhi, nikamwambia, unapoona nafundisha somo kama hili, kuna hatua ya maombi nimekuwa nayo kupita maeneo mbalimbali ambayo Mungu amenisemesha wakati fulani. Na kuna wakati Mungu akanisemesha, alafu akaniambia, angalia, kaulizie baba yako alikufa na miaka mingapi wakati anakufa. Alafu kaangalie kwenye familia yenu wamekuwa wakifa kwa umri gani. Alafu waanze kujua ya kwamba vile vifo sio vya kwangu. Vinapotokea vifo vya wakati
fulani vya kuwahi kabla ya wakati, hivyo vifo havimpendezi Mungu, vinamuumiza Mungu. Kwa nini vinamuumiza Mungu? Kwa sababu Mungu ana makusudi na mtu, na yule mtu amekufa kabla ya kutimiza. Iko mifano ya kibiblia iliyo wazi. Kuna watu walikuwa wafe kabla ya wakati wao. Soma Biblia. Na wangekufa, kama ingekuwa ni siku za leo, tungezika haraka haraka, tungevunja matanga saa hiyo hiyo tuondoke. Kwani kwa sababu tayari utaratibu umebadilika. Lakini kiukweli Mungu afurahishwi na namna ambavyo mauti inaondoa watu wake kabla ya kutimiza makusudi. Ngoja nikupe mfano kwenye kitabu cha Wafilipi. Angalia kitabu cha Wafilipi 1. Tumuone mtu anayeitwa Paulo. Watu wamebaki wanahang na neno la Paulo akisema kufa ni faida. Kuishi ni nini? Kuishi ni nini? Kufa. Lakini kaangalie wakati wa kuchagua, wa kufanya uchaguzi kati ya kuishi na kufa. Muangalie Paulo alichagua nini? Alichagua nini? Kuishi. Tusome mstari ule. Angalia mstari wa 21 mpaka mstari wa 26. Kwa haraka haraka. 21 mpaka 26. Anasemaje? 1, 2, 3. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi kwangu katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalo lichagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Mali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Sasa angalia mstari wa 25. Kuna maana pale kwa ajili ya kusudi. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nani. Kumbe alikuwa hataki kufa. Imani yake yanaelekeza kwenye nini? Kwenye kudumu, sio kufa. Tusome mstari wa 25. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani. Sasa angalia mstari wa 26. Hata mzidi kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu, kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi tena. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anajua kuondoka kwake, kutokuwepo kwake kunaweza kuwa ya sababu ya Yesu kutokutukuzwa juu yake. Sasa ili Yesu atukuzwe juu yake, kusudi la Mungu liendelee kufanyika juu yake, lazima achague kuendelea kuishi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa kwenye kuishi, unapoishi maisha marefu, unatimiza kusudi na mpango wa Mungu. Unapokatizwa, kuna aina ya furaha na amani inayoondoka kwa wale wanaokuzunguka. Soma hapa vizuri uone Paulo kuna kitu anakifunua hapa. Soma mstari wa 24 na wa 25. 24 na wa 25. Anasema hivi, angalia mtu ambaye amekufa kabla ya wakati. Akifa mtu kabla ya wakati, familia yake, kitu ambacho kinatokea, wanakosa furaha. Kasome Biblia yako, alafu nenda, ukishajaa maandiko haya, nenda kafuatilie watu ambao wamekufa kwenye muda uliofikia, hata familia huwa inakuwa na furaha. Sisi tunafahamu. Bwana asifiwe. Mtu amekufa na miaka 100 kwenda juu, unaona hata familia inafanya nini? Lakini amekufa chini hapo, nini kinatokea? Unaona watu wana huzuni, wanakosa furaha, wanakosa amani. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho kuna alama inayoonyesha ameondoka kabla ya wakati, alihitajiwa. Soma mstari wa 24 na wa 25. 1, 2, 3. Bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani. Okay. Kumbe mtu akikatizwa kabla ya wakati, kuna furaha ya watu katika imani inaondoka.
Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Hebu muulize mwenzako, mwambie kuna mtu amekufa kwenu chini ya umri wa Mungu na mkaona amani? Kuna saa inatokea pengo. Bwana asifiwe. Kwa sababu bado anahitajika. Ni kweli tunaambiana Mungu alimpenda zaidi, lakini ni kweli nani ana uhakika? Hebu angalia mwenzako, mwambie Mungu amempenda zaidi, ni kweli nani ana uhakika? Hakuna uhakika. Sasa unaposoma Biblia lazima ujue Mungu alitupromise kuishi miaka mingi, na ni ahadi yake. Anataka tuishi miaka mingi. Mungu hataki tufe kabla ya wakati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anamtoa Israeli kutoka mahali kwenda mahali, anamwambia nenda, nataka uwe na miaka. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 5, Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 33. Kumbukumbu la Torati 5 mlango wa mstari wa 33. Umepata? Wangapi tumepata? Kumbukumbu la Torati 5:33. Hebu tusome pale anasemaje? 1, 2, 3. Kumbukumbu la Torati 5:33. Endeni njia yote aliyowaagiza Bwana. Umeshapata? Tusome. Endeni njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu, mpate kuwa hai na kufanikiwa, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayoimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitaka wanapoingia katika nchi ile wanayoendea, moja ya kitu ambacho wanatakiwa kuwa nacho ni uhai, lakini waishi miaka mingi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu alitaka waishi moja, lakini waishi maisha marefu mbili, lakini waishi maisha marefu kwenye kusudi tatu. Anawataka waishi, ukisoma hapa, lakini waishi maisha marefu, alafu waishi ndani ya kusudi lake. Nini maana ya agano la uhai? Nini maana ya agano la uhai? Tunafahamu Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Bwana asifiwe. Na yeye anawapatiliza wana wa maovu ya baba zao, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, hata cha hawa mchukizao. Ni Mungu wa maagano. Nini maana ya agano la uhai? Agano la uhai ni makubaliano ya Mungu kumpa mwanadamu agano la uhai ni makubaliano ya Mungu kumpa mwanadamu: moja, uhai; mbili, ulinzi; tatu, maisha marefu; nne, kuepushwa na mauti. Nini maana ya agano la uhai? Ni makubaliano ya Mungu kumpa mwanadamu uhai, ulinzi, maisha marefu na kuepushwa na mauti.
Malaki 2:5. Malaki 2:5. Malaki 2:5 tusome pamoja, anasemaje? 1, 2, 3. Tuanze mstari wa 4. Malaki 2 tuanze mstari wa 4, nataka wa 5 tusome pamoja. Nanyi mtajua ya kuwa mimi nimewapelekeeni amri hii, ili agano langu liwe na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Agano langu naye lilikuwa agano la uhai na amani, nami nikampa ili aogope, naye akaniogopa, akalicha jina langu. Tusome tena mstari huu wa 5. Agano langu naye lilikuwa agano la uhai na amani. Bwana asifiwe. Mungu ni Mungu wa maagano. Tunaliona agano lake na Lawi halikuwa agano dogo, lilikuwa ni agano la uhai, kutokufa kabla ya wakati, kutokufa kabla ya kutimiza kusudi, kutokufa kwa kukatizwa. Mungu anaweka agano naye, anamwambia agano langu litakuwa ni agano la uhai. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Lawi ni mtumishi wake, ametengwa kwa ajili yake, lakini ili aweze kuishi pamoja na utumishi wake, anafanya naye agano la uhai. Kwa nini? Kwa sababu hata kama we ni mtumishi, kama una maagano na Mungu, unaweza kufa kabla ya wakati. Kwa sababu ile we ni mtumishi, sio guarantee ya kwamba utaishi maisha marefu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wewe ni mtumishi haina maana ya kwamba utaishi maisha marefu. Lazima uwe na agano na Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini kanisa watu wanakufa? Nadhani nizungumzie nafasi ya maombi. Kwa nini kanisa watu wanakufa kabla ya wakati? Unapoona watu wanakufa kabla ya wakati, nimesema kuna mambo ambayo lazima ufike mahali. Mhubiri anatuambia siku ya mabaya ufikiri. Bwana asifiwe. Siku ya kufanikiwa ufurahi, lakini siku ya mabaya ufikiri. Moja ya eneo Mungu anatutaka ni lazima tujue kwa nini watu wanakufa kabla ya wakati. Na anapokufa kabla ya wakati, kuna gepu tunaloliona, na lile gepu linatufanya saa zote, kuna wakati tunakosa furaha, tunakosa matumaini. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kilifanyika kabla ya wakati. Ingekuwa ni wakati, huwa watu wanafurahi. Bwana asifiwe. Mtu akifa kwa wakati, watu wanasikia amani. Nini nafasi ya maombi katika agano la uhai? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Biblia yako, kitabu kile cha Zaburi ya 21, angalia kitabu cha Zaburi ya 21. Hii haitokei tu, mwangalie yule mfalme pale, mlango wa 21 mstari wa kwanza twende mpaka wa 4. Mstari wa 4 ndio nataka utauona, lakini mstari wa kwanza mpaka wa 4 tusome. 1, 2, 3. Hebu tusome. Anasemaje? Yule mfalme anasemaje? 1, 2, 3. E Bwana mfalme, atazifurahia nguvu zako na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana. Mstari wa 2. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake.
maana umemsogezea baraka na heri za heri. Baraka za heri unajua zinaenda na nini? Na umri. Bwana asifiwe. Huyo mfalme alipewa, angalia, umemvika taji ya dhahabu. Tusome wote kwa sauti. Umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake. Mstari wa 4. Alikuomba uhai, ukampa muda mrefu wa siku nyingi, milele na milele. Bwana asifiwe. Aliomba uhai, agano ambalo Lawi pia alifanya na Mungu, agano la uhai. Watu wengi sana hawajui kwamba kuna vifo vinatokea, si tu kwa sababu Mungu ametaka au kwa sababu ni majira ya watu kufa. Hapana, kuna namna tunapaswa kujua. Kanisa limesahau na limeacha eneo la maombi katika kuzuia watu kufa kabla ya wakati. Na hii nitakupa mifano. Wakati Hezekia analetewa habari ya kufa, kumbuka alikuwa afe. Biblia inasema aliomba akaongezewa. Bwana asifiwe. Maana yake alirudi kwa Mungu. Biblia inatuambia Asa alipougua ugonjwa wa miguu, hakwenda kwa Mungu kuomba, alienda kwa waganga kutafuta dawa, akafa. Asa alienda kwa waganga kutafuta dawa, akafa. Watu wasipojua nafasi ya maombi katika kutengeneza mazingira ya agano la uhai wao, kuishi maisha marefu, kuna watu wanapungua au wanakatizwa au wanakufa kwa sababu ya umri wao umekatwa nje ya miaka yao. Kukosekana kwa maombi. Mwambie mwenzako, unaomba kiasi gani? Mwangalie usoni, mwambie unaomba kiasi gani? Si kila mtu huwa anapiga picha. Mimi huwa napiga picha sana. Mara nyingine huwa namuuliza Mungu maswali kwamba hapa nilipo leo ni kwa sababu ni wewe na mimi tumeshikamana, lakini hakukuwa na msaada wa baba yangu. Bwana asifiwe. Je, angekuwepo? Mbali na hatua ya maisha nilionayo, mbali na hatua ya kiroho nilionayo, lakini kiufahamu ningekuwa mbali kidogo zaidi ya hapo. Sisi kama unanielewa. Bwana asifiwe. Alikufa kabla ya wakati, tukiwa hatuelewi chochote. Si kila mtu huwa anatathmini wanapokufa watu kwao kabla ya wakati, chini ya umri wa Mungu. Wengi hawasemi neno, huwa wanapokea tu zile salamu, Bwana amempenda zaidi, Bwana amempenda zaidi. Baada ya hapo, kwa sababu hatujui, hatuwezi kumrudisha, tunapaswa kutafakari na kujua mambo ambayo kimsingi kibiblia watu walipaswa kuishi kwa umri gani. Bwana asifiwe. Ili kuondoka hapo, tusiendeleze hiyo hali. Huyu mtu aliomba uhai, ni mfalme ambaye alikuwa kwenye kiti, akaomba uhai, Mungu akampa, akamrefushia miaka. Kumbe ili uweze kuishi maisha marefu, unapaswa kuomba uhai. Unapaswa kumwomba Mungu usife kabla ya wakati. Unapaswa kuingia kwenye agano na Mungu. Na hivi dunia saa hii ilivyo, tofauti na zamani, magonjwa yamezidi, yameongezeka. Saa hii kuna magonjwa kuliko maelezo unavyofikiri.
watu wanaugua, watu wanapita kwenye mateso. Juzi kuamkia jana, dada moja akanitumia message. Ni mfanyakazi wa serikali, tuko mahali, anatumia message, ananiambia, mchungaji, naomba unisaidie maombi. Nisaidie maombi. Tangu niliwaambia hicho kitu hapa, mwezi wa 10, mwezi wa 11, nimeanzwa na hali ambayo sio ya kawaida. Imenijia kwenye eneo la tumbo la uzazi. Mpaka sasa nilipo ni kwenye hali mbaya sana. Sema neno moja, kama Mungu ataridhia nisipotee. Niliwaambia kilichopita, wamama wengi na wanawake wengine waliokufa kwenye kile kipindi hapo nyuma, kwa hii miezi mitatu, wengine wamebleed mpaka damu zimeisha. Si mnajua? Lakini kafuatilie, sio Mungu. Sio Mungu. Ni ataka. Kuna shambulio. Okay, kwa nini sasa hivi ndio kuna matatizo sana ya hormone imbalance? Why? Kwa nini saa hii ndio kuna makansa sana ya ziwa? Kwa nini saa hii ndio kuna kansa? Kuna wakati kulikuwa kuna kansa sana za koo, kama mnakumbuka. Halafu zimefanyaje? Watu walianza kuomba pale, wakashikilia, zikafanyaje? Zikapotea. Cheki, walipoacha kuomba pale, wametafuta njia nyingine. Na watu wanakufa, wanaacha watoto wakiwa wadogo. Tunasema Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Lakini ukifuatilia Biblia yako inazungumza, hapana, kuna vifo vingine Mungu hajafurahia na havifurahii. Hebu mwambie mwenzako, mwambie, kwenu ni nani amekufa na umri mdogo? Mwangalie usoni, muulize, nani amekufa na umri mdogo nyumbani kwenu? Kwa hiyo agano la uhai ni sehemu ya maombi ya mtu kwa Mungu. Linahitaji watu kusimama kwenye maombi. Biblia inazungumza kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume 12, panapo majira yale yale Herode alikuwa amemshikilia na Petro, watu wakiwa wanafurahia juu ya mazingira yaliyotokea kipindi kile cha mikate isiyotiwa chachu. Alikufa, Yakobo alishauawa, majira hayo hayo, na Petro ameshikiliwa. Niliwapa mfano huu asubuhi. Moja ya kitu ambacho nimechunguza nyumbani kwetu na kuangalia alama za vifo vya baba zetu watatu pale kwenye familia, walikufa wote watatu, lakini wamekufa kwenye miezi inayofanana, tarehe zinazofuatana. Kila unapofika mwezi wa pili mpaka wa 4, kuna kitu fulani kinainuka pale. Na walikufa kabla ya wakati, miaka 38, miaka 40, miaka 45. Wanapokufa wanaacha watoto ambao wanawategemea. Okay, watoto wanaweza wakafika mahali wakakubaliana na hali, lakini kwa kweli hawakupaswa kupita kwenye hayo maisha, kwa sababu Mungu aliwaandalia mtu. Bwana asifiwe. Mti unaotoa matunda hautakiwi kufa. Unatakiwa kusimama pale mpaka matunda yake yakomae, si ndio? Bwana asifiwe. Ukiukata kabla matunda hayajakomaa, matunda yanaharibika. Mzazi akifa kabla watoto wake hawajafika mahali, wale watoto wanapata shida. Huwa mtetea mwenye vifaranga, uone namna ambavyo vifaranga vinateseka. Ndio ilivyo vifo vya kabla ya wakati kwenye familia na jamii. Vitu vinavyovunja agano la maisha marefu. Vitu vinavyovunja agano la maisha marefu. Vitu vinavyovunja agano la maisha marefu. Cha kwanza,
dhambi zisizotubiwa, dhambi zisizotubiwa. Tunafahamu Warumi 6 mstari wa 23 nasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Ukisoma kitabu kile cha Zaburi ya 32 mstari wa 4, mstari wa 3 na 4, Zaburi ya 32 mstari wa 3 na 4, mstari sikuisema asubuhi. Soma Zaburi ya 32 mstari wa 3 na 4. Tumepata? Zaburi ya 32 mstari wa 3 na 4, tusome pamoja. Niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Mstari wa 4, kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea, jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Soma kitabu kile cha Mithali 11 mstari wa 19. Mithali 11 mstari wa 19. Tusome Mithali 11:19, tusome pamoja 1, 2, 3. Haki huelekea uzima, afuataye maovu hufuata mauti yake mwenyewe. Maovu yasiyotubiwa katika ulimwengu wa kiroho huwa yanaachilia mauti kwa mtu. Moja ya kitu kinachovunja maisha marefu kwa mtu asiwe nayo ni aina ya dhambi au uovu usiotubiwa. Mwangalie mwenzako, mwambie usiache uovu ukakaa bila kuutubia. Moja ya kitu kinachoondoka ni uhai. Jambo la pili kinachosababisha agano la maisha marefu kuvunjwa, kukosa heshima kwa mamlaka, kwa wazazi wako wa kimwili, kwa wazazi wako wa kiroho. Kukosa heshima kunakatiza miaka. Mwangalie mwenzako, mwambie kukosa heshima kwa mamlaka. Wangapi mnawaheshimu wazazi wenu? Mwangalie mwenzako, mwambie unawaheshimu wazazi wako. Sasa sikia, kuna kuheshimu wazazi wako, baba na mama aliyokuzaa, lakini kuna kuheshimu wazazi wako wa kiroho, watu wenye mamlaka juu yako. Unapokosa kuwaheshimu wazazi, Biblia inasema hivi, waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Waheshimu wenye mamlaka. Unapokosa heshima unapoteza uhai. Mithali 30 mstari wa 17 na Waefeso 2. Mithali 30 mstari wa 17. Anasemaje mstari wa 17? 1, 2, 3. Jicho la mtu amdhiakie babaye na kudharau kumtii mamaye, kunguru wa bondeni wataling'oa na vifaranga vya tai watalila. Kuna mambo matatu yaliyo ya ajabu kwangu, na 14 nisiyoyafahamu: mwendo wa tai katika hewa, na mwendo wa nyoka juu ya mawingu ya mwamba, mwendo wa merikebu katika bahari, na mwendo wa mtu pamoja na msichana. Mtu yoyote amdhiakie babaye na amdharauye mamaye
Mwangalie mwenzako, mwambie, uliwahi kumdharau mama yako? Uliwahi kumdhihaki baba yako? Moja ya jambo linalotokea, unaingia kwenye tatizo la kupoteza mauti. Mauti inakuinda, unapoteza uhai, unachomolewa macho. Maana yake unaingizwa gizani. Watu wengi sana hawajui kwa nini kizazi hiki watu wanakufa sana kabla ya wakati. Kuna mistake zipo. Watu hawana tena heshima kwa wenye mamlaka, hawana tena heshima kwa viongozi wao, hawana tena heshima kwa mama zao, baba zao, kwa wazazi wao wa kiroho. Ngoja nikwambie, ukidhiaki, hata kama amejua au hajajua, kuna haki inayoambatana na wewe baada ya kudhiaki, kwa sababu Mungu huangalia moyo, haangalii mwili. Bwana asifiwe. Usidhiaki wazazi wako. Waefeso 6:2 na 3. Niko kwenye jambo la pili, sawa? Waefeso 6. Waefeso 6 mstari wa 2 na wa 3. Tusome anasemaje? Ukianzia wa kwanza ni vizuri. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Mstari wa 2. Someni wote. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Okay. Hakuna amri ya kwanza yenye ahadi mbali na hiyo. Ahadi yake ni ipi? Upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Okay. Kumbe Mungu anataka mwanadamu aishi miaka mingi katika dunia. Hataki mwanadamu afe. Ndio maana anasema mtoto akifa afe na miaka 100. Watoto wanaokufa sasa hivi wana miaka mingapi? Nenda kwenye familia yenu, watu wanakufa wakiwa na umri upi? Nyumbani kwenu. Tafakari, tunapoweka agano, usiweke tu agano peke yako, weka agano ukisimama na wao pia. Maana unajua kama ni toba, tubu kwa ajili yao pia. Kwa sababu kama kuna vifo vinavyotokea, wanakufa kabla ya wakati, kuna mambo ambayo yameachiliwa. Pengine hatuna utii kwenye mamlaka, hatuheshimu wazazi wetu wa kiroho, hatuheshimu wachungaji wetu. Siku hizi waumini na wachungaji wanafanana, hawapeani tena heshima, wanashindana, si ndio? Wakati zamani tunawaogopa wachungaji na kuwapa heshima. Tukiwaona mapadi tunawapa heshima, tunasimama, tunainama, anapita tunasimama kwanza apite ndipo na sisi tufuate. Siku hizi hata akipita hapewi salamu. Siku hizi watumishi wa Bwana wanasengenywa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mwambie mwenzako, mwambie, ulishawahi kukaa mahali ukamdiscuss, ukamsengenya mchungaji au mlezi wako yoyote wa kiroho, mzazi wa kiroho? Mwangalie mwenzako, mwambie, ulishawahi kukaa alafu ukaanza kumsengenya? Unamdiscuss, alafu umdiscuss kwa wema, unamdiscuss kwa ubaya, Moja ya kitu kinatokea, unapunguziwa maisha. Na ndicho kilichowahi kutokea kwa kina Miriam, kwa kina Kora, walikufa. Si unajua tauni ilitokea pale, ardhi ilipasuka, wakafa. Jambo la tatu linalovunja, jambo la tatu linalofunja maisha marefu kwa mtu, maneno mabaya unayojitamkia na unayotamkiwa. Maneno mabaya unayojitamkia na unayotamkiwa.
Si kila mtu anajua maneno tunayoyatoa kwenye ulimwengu wa kiroho yanaweza kuwa sababu ya sisi kufa kabla ya wakati, au maneno tunayotamkiwa tunatoa maneno gani? Mithali, najua wote mnaifahamu hiyo 18:21. Apendaye ulimi, si ndio, atakula, si ndio, matunda yake, si ni sawa? Ile 18 Mithali 21 tusome. Mepata 18:21? Tusome mauti na uzima. Tuanzie mstari wa 20. 1, 2, 3. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Okay. Unatamka nini juu yako na unatamkiwa nini? Mithali 13 mstari wa 3. Mithali 13:3. 1, 2, 3. Yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake, bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu. Aha. Kinywa chako huwa kinanena nini? Na mara nyingine tumesahau kwamba kadri tunavyonena ndivyo kadri ulimwengu wa roho unapokea. Unanisikia? Na sikio la Mungu husikia, hata kama umesema kwa upumbavu husikia. Soma Hesabu. Soma kitabu cha Hesabu. Hesabu mlango wa 14 mstari wa 28. Hesabu 14:28. Tusome 1, 2, 3. Waambieni kama niishivyo. Tusome 1, 2, 3. Waambieni kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Okay. Lile unalosikia kusema ukalisema kutoka kwenye kinywa, sikio la Mungu husikia na kulifanya. Sasa wewe unena nini? Au watu wanakunenea nini? Jambo la 4 linalosababisha kwenye hilo jambo la 3, andika Ayubu 3 mstari wa 1 hadi wa 3. Utamkuta Ayubu akiilaani kwa kinywa chake siku ya kuzaliwa kwake. Mnakumbuka? Baada ya kuilaani siku ya kuzaliwa kwake, Biblia inatuambia mabaya yakaongezeka juu yake. Kwa nini? Kwa sababu alitamka kwa kinywa chake. Kuna vitu huwa unatamka, kadri unavyotamka vinasababisha mauti kwako. Jambo la 4, maagano ya kifamilia. Kila familia ina aina fulani ya kitu kinachowafunga kwenye makubaliano fulani. Kile kitu kikiwa kizuri kinaweza kuwasaidia, kikiwa kibaya kinaweza kuwaua. Inategemeana na namna ambavyo iliwekwa hilo agano. Na tunafahamu agano linahusisha mioyo.
Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Malaki 4, mzee wa kanisa, Malaki 4 Malaki 4 mstari wa 6. Malaki 4:6. Tusome pamoja, anasemaje? 1, 2, 3. Tumepata? Kwa maana mstari wa 6, Malaki 4:6. Naye ataigeuza tuanzie mstari wa 5. 1, 2, 3. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuna ya kuogofya. Mstari wa 6. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Okay. Kwenye ulimwengu wa kiroho kuna namna ya mwelekeano wa mioyo kutoka kwa wazazi na watoto. Bwana asifiwe. Familia yoyote kwenye makubaliano yao, kunapokuwa na shida yoyote, huwa inaweza kuwa sababu ya uharibifu kwenye familia, mauti ikapita. Ikitokea baba, mama na watoto mioyo yao imekuwa na conflict, na nisikia, wanaingia kwenye tatizo la kufa kwa vifo vya mapema. Si kila mtu anajua hilo. Nenda kafuatilie familia yoyote yenye shida, kuna mauti tayari inawachunga. Angalia kitabu cha Zaburi. Hebu tuone ile mistari pale. Zaburi ya 133. Kuna mistari iko pale kwenye Zaburi ya 133. Hebu tusome ile mistari wa kwanza mpaka wa 3. Inasemaje? 1, 2, 3. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Mstari wa 3, angalia anasemaje? Kama umande wa Hermon ushukao mlimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana aliamuru baraka na uzima hata milele. Okay. Kukitokea conflict kwenye familia, moja ya vitu vinavyoondoka ni baraka na uzima. Kwa hiyo familia inaanza kupoteza baba, inapoteza mama, inapoteza watoto. Kwa nini? Kwa sababu kama kumekuwa na conflict, kuna mlango wa mauti. Ndio maana ukiona familia yako imeingia kwenye tatizo fulani la mgongano wa interest kati ya mke na mume na watoto wakwe, moja ya kitu unapaswa kufanya haraka sana, tengeneza. Waite haraka, tengeneza, zuia. Nasema hivi, usipoziba ufa, utajenga ukuta. Na kujenga ukuta ni kazi kuliko kuziba ufa. Ngoja nikupe mfano. Wakati ule corona inatokea, kabla corona haijapamba moto, ile imetokea, imeanza kupiga watu. Familia ya kwetu kuna mahali kulikuwa kuna conflict.
Unanisikia? Kulikuwa kuna shida, hatuelewani, kulikuwa kuna conflict of interest, na ilikuwa iko katikati ya familia, kuna vurugu, watu hawaongei. Tumezaliwa na mama mmoja, lakini kila mmoja anamsalimia mama, ila sisi hatuzungumzi. Si kama unanielewa ninachosema? Sasa cheki, corona ikaja pop, alafu ikawa inaua kila mahali, ikaingia na kwetu. Kabla haijamshika mama vizuri, mama akapiga simu kwa kila mtoto aliyepita kwenye tumbo lake, akasema, kokote uliko ninaomba uje, popote ulipo ninaomba uje kesho. Watu walifunga safari, kokote uliko usiache kuja, Mungu anamsukuma. Kumbe tayari ameshapigwa na nini? Na corona, na ajui. Tukaenda, akatuweka chini, akaanza kusema, wewe umepewa kazi kwenye hii familia, wewe ndio mchungaji, na umepewa kazi ya kuhakikisha usichoke, hakikisha watu hawa wanafika mahali watakaa sawa. Vurugu iliyokuwa imetokea nisizungumzie, nataka nikupeleke mahali ambapo shetani alikuwa anataka kutuaibisha. Mama yetu angekufa tungesema tunakushukuru hata kwa umri alioishi. Unaelewa hicho kitu? Corona 2000 na ngapi? 21. Akatupatanisha, kwa sababu kulikuwa kuna vurugu. Na vurugu hizo zilitokea lini? Zilitokea siku ambayo mchungaji alienda kutafuta amani, kuwawekea watu amani. Mimi nilienda ili kupatanisha boma. Makosa ya boma yakaleta yakavuruga familia. Naweza elewa hicho kitu? Umebeba mzigo wa kwenda kupatanisha familia boma, alafu wakati unalipatanisha boma, vurugu ile ikarudi ikaenda kubomoa familia yako, kwa sababu na wao walikutwa kwenye tatizo la boma. Mama akapata corona, tulikuwa hatuelewani. Baada ya mama kufanya ile swala kwa kuongozwa na Mungu, watu wakaondoka. Ile watu wameondoka, siku 2-3 corona imemkamata mama, imepamba moto, imemshika kiwango cha kummaliza. Juzi ametukutanisha, tulikimbizana naye wakati wanakufa. Nakumbuka siku hiyo, nakumbuka watumishi mlivyoomba kwa ajili ya mama pale. Pale alipokuwa mama, kulikuwa na kuna mafadha, kuna masista walikuwa wanaumwa na walikufa. Lakini kwa namna ambavyo Mungu alitutumia kuzuia ule ufa uliotokea kwenye familia, mama yetu alipona na yuko hai hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani nataka nikuonyeshe hapa? Ule ufa uliokuwa umepasuka, shetani alikuwa anataka kutuingiza kwenye uyatima ambao ulikuwa sio wa wakati. Mwangalie mwenzako, mwambie nyumbani kwako kuna conflict. Jambo la 5 linalosababisha kuvunjika kwa maisha, uvivu wa maombi katika mamlaka ya nafasi. Uvivu wa maombi katika mamlaka ya kinafasi. Kuna mauti nyingi sana inatokea kwenye familia nyingi na kwenye jamii, sio kwa sababu Mungu amesema ni saa, kwa sababu kuna watu wamekosekana wa kuomba ili kuzuia. Mnanisikia? Bwana asifiwe. Akikosekana mtu wa kuzuia kwa maombi, huwa mauti inaua. Niliwapa mfano, Biblia inaposema mauti ina nguvu sawa na nini?
na upendo. Unanisikia? Kaangalie ghafla upendo unapokuingia juu ya kitu, juu ya mtu, juu ya aina fulani ya kitu chochote, jinsi unavyokupeleka kuhakikisha unapata hicho kitu, ndivyo mauti ilivyo na nguvu. Ikisha tokeza mahali, huwa inahakikisha inapata hicho kitu. Kama ni roho inaipata, kama ni mtu anapotea kwa dakika. Mnasikia alikuwepo na hayupo. Sasa mara nyingine mauti hutokea kwa watu, sio kwa sababu Mungu ameruhusu, ni kwa sababu kuna waombaji wamekosekana. Nimekupa mfano wa kitabu cha Matendo 12. Wakati kanisa likiwa linafurahi, linaona ni kawaida ameshakufa Yakobo, tayari linaendelea kufikiria, linanyamazia juu ya Wayahudi wakiwa wanafurahia juu ya Yakobo amekufa, na tayari wanafurahia na juu ya Petro. Biblia inasema kanisa likaomba kwa juhudi. Bwana asifiwe. Lilipoomba kwa juhudi, Mungu akamtuma malaika akamtoa Petro. Nimekuonyesha kwenye ile Zaburi ya 21. Biblia inatuambia mfalme aliomba. Mfalme aliomba uhai, akapewa maisha marefu. Okay. Kuna maisha au kuna urefu wa maisha ambao hatuupati kwa sababu tulipangiwa tukuishi. Tunaupata kwa sababu tumejua kukaa kwenye zamu ya maombi. Ngoja nikwambie, sikufichi. Kuna watu saa hii tusingekuwa nao kama tu si kuna watu walisimama na kuomba kwa ajili ya hao watu na kugundua hii mauti inayojiform sio ya Mungu. Okay. Pamoja na imeshaanza, tutatumia dawa hii na hii na hii na hii, lakini imani yetu na maombi yetu hayatapunguka. Wale watu hawakupona tu kwa dawa, kafuatilie, walipona kwa maombi. Ezekia anaambiwa utakufa kwa hakika, hutapona. Wakati anaambiwa utakufa kwa hakika, hutapona, kumbuka tayari alikuwa na kansa. Unaelewa hicho kitu? Anaambiwa unakufa, analetewa habari unakufa, maana yake anaongezewa nini? Hofu kwamba unaenda kufa. Unasikia Esther? Anaambiwa unaenda kufa. Moja ya kitu ambacho anaambiwa sasa ni wewe kuchagua kufa au kuishi. Uchaguzi ni wenu na uchaguzi ni wako. Ukikubali kufa kwa taarifa niliyokuletea, utakufa. Ukikubali kutokufa kwa taarifa niliyokuletea, utaishi. Biblia inasema akageukia ukuta, akaanza kulia, akaomba, akamkumbusha Bwana. Hebu soma Zaburi ya 91. Watu wengi hatuombi, ndio maana hatuokolewi na uharibifu. Zaburi ya 91 14 mpaka 16. Zaburi ya 91 14 mpaka 16. Zaburi ya 91 14 mpaka 16. 1, 2, 3 anasemaje? Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amelijua jina langu. Mstari wa 15. Ataniita. Kuniita maana yake maombi. Ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni. Hata kama anapita habashi kuacha kuomba. Nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, japo ana ugonjwa, japo yuko taabuni, kwa siku nyingi nitamshibisha, naam nitamwonyesha wokovu wangu. Okay. Ataniita, japo tupo kwenye mabaya, anataka umuite katikati ya mabaya ili atokeze akuokoe. Bwana asifiwe. Kuna watu saa hii wanakufa pale Mount Meru, wanakufa kwenye mahospitali mbalimbali, hawafi kwa sababu umefikia wakati wa kufa. Wanakufa kwa sababu kuna maombi hayapo. Sijui kama mnanielewa. Watu hao wametekwa, wamenaswa. Kwa hiyo kama wametekwa, wamenaswa, ugonjwa wa mtego ni ugonjwa utakao kuua bila taarifa. Si unafahamu kuna tauni inayotoka gizani? Kama kuna magonjwa ya giza yakisha kuvamia, maombi yakikosekana ya kina, utakufa. Sasa kuna watu wanakufa sio kwa sababu hawaombi, lakini wanaomba kwa staili zao. Unajua kuna maombi ya kutoka hapo. Bwana asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakufa ni kwa sababu hakuna maombi. Watu siku hizi unajua hawaombi. Watu siku hizi wanaenda kuombewa. Na moja ya kitu nimekishangaa sana, nimekishuhudia. Leo tunamaliza mfungo wetu wa siku 21. Bwana asifiwe. Kitu ambacho nimeshuhudia kwa watu wengi sana, huwa wanakuwa kwenye mfungo lakini hawaombagi. Kuna watu wanafunga kijumuiya, kihuduma, sawa wanafunga kiministry, kikanisa, lakini hawakaa kwenye maombi. Wamefunga ila hawaombi. Nini maana ya kufunga? Ni kupata nafasi ya kunyenyekeza ili kuomba. Bwana asifiwe. Mabaya yanatupata sio kwa sababu Mungu ameruhusu. Kuna mahali watu wanakufa kwa sababu kuna milango imeachiliwa. Muulize mwenzako, mwambie unaomba. Mwambie ni kwa jinsi gani unazuia mauti kwenye familia yenu. Biblia sema aliomba, Mungu akampa. Kuna watu walikufa kabla ya wakati. Mungu hakufurahishwa, Yesu hakufurahishwa. Biblia inasema hata kina Mariamu walilia. Mariamu na ndugu yake walilia wakasema, Yesu ungekuepo, rafiki yako Lazaro asingefanyaje? Asingekufa, ungekuepo. Maana yake walikuwa wanatamani kuendelea kumuona kaka yao, ndugu yao yupo. Ni watu wangapi ambao wamekufa, alafu tunaenda tunawaaga kwenye jeneza, tunasikia uchungu, tunateremsha machozi, lakini kwa sababu hawakuomba. Mara nyingine sio kuombewa, kuomba mwenyewe. Kuna mauti na kuhitaji wewe ukuomba, kukataa, sio mtu mwingine. Sasa watu wengi tunapita kwenye shida hii, na kanisa linapita. Biblia inatuambia kanisa lilipoomba kwa mzigo, Petro akatolewa. Petro akatoka. Hebu omba, hata kama kuna mauti tayari imeanza, kuna ugonjwa huko tayari umeanza kula watu nyumbani. Omba, ingia agano na Mungu, agano la uhai. Mwambie Mungu ile mauti stop. Hebu watu wa kwetu wasife tena kwa ule wakati. Bwana asifiwe. Wanakufa miaka 30, miaka 40. Jamani, sio sawa. Tunaacha vijana ambao hawana hekima, hawana neno la hekima la kutoka na kuingia. Vijana wanakufa, wengine hawajaacha hata mbegu duniani. Hasara. Na hata tunapokwenda kufanya agano tulifanye kwa damu ya Yesu. Biblia inatuambia kwenye kitabu kile cha Waebrania 2 mstari wa 14, kwa kuwa watoto wameshiriki mwili na damu, vivyo hivyo na yeye alishiriki ili amharibu yeye aliye mauti, ambaye alikuwa ni Shetani, aliyekuwa anawaua watu. Kila anayeshiriki ile agano huwa anamharibu yeye aliyekusudia kuharibu. Bwana asifiwe sana. Ingia agano na Mungu, agano la uhai. Unapoingia agano la Mungu, Mungu anataka matamshi, maneno, makubaliano. Usiingie agano bila matamshi na makubaliano. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unawindwa.
Angalia mwenzako, mwambie unawindwa, unapaswa kuomba. Zaburi ya 118 inaeleza, katika shida yangu nalimuita Bwana, naye akafanyaje? Akanijibu. Ukisoma Biblia yako alimjibu wapi? Biblia inasema maadui walimzunguka, wakainuka wakaja mbele yake tena wakamzunguka, wakawa wanamsukuma ili aanguke. Anguko ambalo walikuwa wanalitaka wale maadui alikuwa anguko la kuangukia mkono, la kuangukia uso, la kuangukia tumbo au la kuangukia mgongo. Lilikuwa ni anguko la mauti, la kufa. Biblia inasema katika shida yangu nalimuita Bwana akanijibu. Bwana alipomjibu mbele kwenye mstari wa 17 akasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Sasa mimi nilipata ufunuo, nimewahi kuambia huo ufunuo. Nitayasimulia matendo ya Bwana katika nchi yao walio hai. Nimeunganisha mstari kutoka Zaburi ya 28 na Zaburi hiyo ya 118. Natakiwa kuyasimulia matendo ya Bwana katika nchi ya walio hai. Nimesema jambo la ngapi? La 5. La 6, jifunze kushughulika na nguvu ya kaburi ifunguapo mdomo kutoka ardhini. Jifunze kushughulika na nguvu ya kaburi ifunguako mdomo kutoka ardhini. Watu wengi sana hawajui pia mauti inaweza kutokea ikapanda kutoka kwenye ardhi. Ardhi ikafumbua kinywa chake kutaka watu wa hilo eneo. Kuna mtu ananielewa? Ukisoma Hosea, tunaenda kuomba. Ukisoma Hosea mlango wa 13 mstari wa 14, Hosea mlango wa 13 mstari wa 14. Tumepata? Tusome wote pamoja katika jina la Bwana. Nitawakomboa na nguvu ya nini pale? Okay, haitangulii mauti, inaanza nini? Kaburi ndilo linalofumbua kinywa, alafu mauti inakufuata. Tusome. Nitawakomboa na nguvu ya kaburi, nitawaokoa na mauti. Mauti, kuwapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya eneo unapaswa kudinalo katika ulimwengu wa roho, nguvu ya kaburi inapoinuka kutafuta mtu kutoka kwenye ardhi ya kwenu, kwenye majira yale yale ya vipindi ambavyo mlifukia watu, huwa hivyo vipindi vinapofika, huwa mdomo unafunguka. Ni sawa na wewe unapofika wakati wa lunch hour, kinywa chako kinakuwa na enzymes, kimejiandaa kwa ajili ya nini? Ya kula. Kila anayefika mchana, inapofika mchana huwa unakuwa na hamu ya kula, sio? Si sawa? Ukifika ile saa ya meal, na mdomo wako unafanyaje? Unakuwa na enzymes, unasikia kula. Kwenye familia ya kwenu, ardhi ya kwenu, eneo lake la makaburi huwa limekaa, huwa linafungua kinywa likisubiria miezi ile ile.
Ukifika ule wakati ardhi ilipata mtu, huo wakati ardhi inafumbua kinywa, inapeleka mauti tena kwa watu. Si kama hiyo siri unaijua? Mwangalie mwenzako, kumwambia unajua hiyo siri. Sasa anasema nitawakomboa na nguvu ya kaburi, kwa sababu cha kwanza kinachopambana na wewe ni kaburi. Ndio maana anasema hivi, aukomboa uhai wako. Bwana asifiwe. Na kaburi. Zaburi ya ngapi? Ya 103. Aukomboa uhai wako na kaburi. Kwa nini anaukomboa uhai wako na kaburi? Akomboi mwili kwanza. Kinachomezwa kwenye ulimwengu wa kiroho wakati mauti inapoinuka kutoka kwenye ardhi ni uhai. Ndio maana aliomba uhai akampa. Bwana asifiwe. Miaka mingi. Shughulika na nguvu ya kaburi. Unapoingia agano, mara kwa mara jizoeze kuomba na kutangaza kwenye ulimwengu wa roho juu ya eneo ya nguvu la kaburi. Kwenye familia, fuatilia ile miezi. Kama kuna mtu wa kwanza mlimzika kwenye familia mwezi fulani, fuatilia ule mwezi, ushughulikie ule mwezi. Kama kuna mtu mwingine alikuja kwenye mwezi fulani, shughulikia ile mwezi, funga. Nenda mwaka huu, angalia mlipoteza watu kwenye miezi gani, funga. Sijui kama naongea na mtu. Kama taifa, nenda angalia ni maeneo gani kama mlango yalitumika kupoteza damu za Watanzania, funga. Maana nguvu ya mauti huwa inaibukia pale kuja. Sasa tunapoingia kwenye agano, nisikilize, tunapoingia kwenye agano, hapo ulipoketi saa hii, nataka uelewe, mbele yako au nyuma yako au pembeni yako kuna mauti. Mwangalie mwenzako, mwambie mbele yako, pembeni yako au nyuma yako kuna mauti. Au juu yako kuna mauti. Sio mimi nasema, Biblia inasema. Anasema kwenye Kumbukumbu la Torati 30:19, nimewawekea mauti na uzima, baraka na laana. Anasema nimekuwekea. Lakini anasemaje? Chagua uzima ili uwe hai. Kiagano, nenda chagua. Kufa ni uamuzi, kuishi ni uamuzi. Paulo anasema kwangu kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Katika haya mawili sijitambui, lakini ninapendelea kuishi, maana kuishi ni matunda ya kazi. Na nikiishi mtafurahi kwa mimi kuendelea kuwepo kwenu. Nikifa mtahuzunika, mtaumia. Kwa hiyo sipasi kufa mpaka saa itakapofika. Sichagui kufa, chagua uzima. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, mwambie unajua kule nyumbani kwako kuna mauti. Wangapi mnajua kuna mauti? Yapo. Chumbani yapo, sebuleni yapo. Yamezunguka. Sasa Biblia inasema hivi, chagua. Kwenye agano tunachagua. Make a choice. Bwana asifiwe. Just make a choice. Chagua. Vifo vipo na havichagui. Ana miaka 5. Biblia imeshasema mtoto anatakiwa kufa na miaka 100. Lakini kwa sababu mauti ipo, itawakomba. Chagua. Choose. Kuna mtu ananielewa? Chagua. Kuna wanao kusukuma sai, wanatamani ungekufa juzi. Chagua uzima. Sema sitakufa hata kama wananisukuma ili nianguke. Sitakufa bali nitaishi. Chagua uzima.
Kuna ambao wamekula viapo wakisema ni lini anaondoka ili tufurahi. Nenda kwenye ulimwengu wa roho, sema sitakufa bali nitaishi. Simama. Simama. Si